الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tunaendelea na kitabu chetu cha At-Tajrid As-Sarih li Ahadithi Al-Jami' As-Sahih للإمام الزبيدي kufanya ikhtisari Sahih Al-Bukhari. Bado tupo kwenye kitabu Al-Adhan. Tutairudia hadithi tuliyomalizia au kabla ya kuimalizia, kisha tutaendelea na hadithi ambayo tutaanza nayo leo hii. Hadithi ya 200 au 392 kwenye kitabu changu, babu fadli tahjiri ila dhuhr, mlango unaozungumzia fadhila za at-tahjiri, kuja muda wa mapema kwenye salatu dhuhri, ule muda wa saa 6 mpaka saa 7, muda wa tahjiri. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: Mtume عليه الصلاة والسلام alisema, bainama rajulun, pindi ambapo mtu mmoja, yamshi bitariqin, anatembea barabarani, wajada ghusna shaukin, akakutana au akaukuta ghusna, akakutana na tawi au jani, shaukin, la mwiba, jani lenye mwiba, ala tariqi, barabarani. Imetajwa hapa jani, mti, tawi lenye mwiba, lakini chochote chenye kudhuru akakikuta barabarani. Fa akharahu, akakiondosha kwa lengo kisiwadhuru watu wengine. Fashakara Allahu lahu, Allah subhana akamkubalia kwake yeye hiyo amal. Faghafara lahu, na akamsamehe. Mpata ujira wa kukubaliwa hiyo amali na Allah bila ghadhaadha, yani bila kipingamizi chochote, amali yake imekubaliwa papo hapo. Lakini pia ujira wake wa pili, faghafara lahu, Allah akamsamehe wa hilo kheri aliyoifanya. Thumma qala, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ashuhadau khamsatun, mashahidi wako watano. Mashahidi wameitwa mashahidi kwa sababu malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala hushuhudia maiti zao. Kauli ya kwanza. Kauli ya pili, wameitwa mashahidi kwa sababu liannahum mashhuduna bil janna, kwa sababu wao wameushuhudiliwa janna, pepo, kaitwa mashahidi. Na sababu ya tatu, liannahum shahidu ma a'adda Allahu lahum min alkaramat, kwa sababu tayari watu hao wameshashuhudia kile ambacho Allah amekiandaa kwa wao katika mambo yaliyokuwa bora, ndio maana wameitwa mashahidi. Kwa hiyo Mtume anasema mashahidi wako watano. Akaanza na wa kwanza, al-mat'unu. Al-mat'unu ni yule mtu ambaye amepatwa na umauti kwa kutokamana na maradhi ya milipuko, maradhi ya milipuko yaliyokuja ghafla yakaenea kwenye miji, akafa kwa hayo maradhi. Mtu wa pili, walmabthunu, ni mtu ambaye amekufa kwa maradhi ya tumbo, kwa maradhi ya tumbo. Walghariqu, mtu wa tatu ni yule ambaye amezama kwenye maji, baharini, ziwani, akafa
Mtu wa nne, wa sahibu alhadmi, na mtu ambaye amefariki kwa kuangukiwa na jengo au ukuta au chochote kile kamdondokea, famata, mtu huyo akafa. Washahidu fi sabilillahi, na mtu wa sita au mtu wa tano ni shahidi aliyekufa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana mata mujahidan, amekufa hali ya kuwa yupo katika jihad fi sabilillah. Wa baqi alhadithi taqaddama, na baki hadithi hii imetangulia, ambayo hicho kipande ambacho kimetangulia ndicho kilichokuwa mahallu shahidi wa mlango huu. Na ilikuwa sehemu gani? Watabikiru ila salah, na kuwahi kwenye swala, na kuwahi kwenye swala. Hicho ndio kipengele kilichokuwa kinakusudiwa kwenye mlango huu. Kwa hiyo hao mashahidi tukataja juzi ya kwamba mashahidi hawa wana hukumu mbili. Kuna hukumu ambayo inawahusu baadhi, na hukumu ambazo zinawahusu wengine. Miongoni mwa hukumu hizo tukasema ya kwamba mashahidi wako ambao wao wakifa la yughassalun, hawaoshwi, wakifa hawaoshwi. Moja. Mbili, vile vile wala yukaffanun, wala hawavishwi sanda, bimaana wanavalishwa ile nguo waliofia nayo ndiyo hiyo ambayo watakayowazika nayo. Tatu, wala yusalla alaihim, wala hawaswaliwi, bimaana hakuna swala ya jeneza kwa hao mashahidi. Na hilo lipo kwa mmoja tu katika mashahidi hao watano, naye ni shahidi aliyekufa fi sabilillah, aliyekufa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tukasema kwamba hao watano wametajwa, lakini sio peke yao kwamba hao ndio mashahidi. Hapana, Imam Tirmidhi katika jamii yake pia ameongeza watu wanne, jumla wamekuwa 9, ambao hao nao pia mashahidi. Tayib, kwa pita kurekebisha tu kipengele cha juzi ambacho tulichokisoma. Qala rahimahullahu ta'ala, nasema Imam Bukhari, babu fadli al-ishai fi al-jama'ati, mlango unaozungumzia kuswali swala ya isha katika jamaa. Salatu al-ishai tumepita kule nyuma kwamba tulikuwa tumepita hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anaita pia ni salatu al-atamati, jina lake lingine inaitwa salatu al-atamati. Kwa hiyo mlango wa fadhila za kuiswali salatu al-isha katika jamaa, katika wingi wa watu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema laysa salatun, hakuna swala. Na hii ni nakira hapa, laysa salatun, hakuna swala yote athqala, nzito sana, ala almunafiqina, juu ya wanafiki. Hakuna swala ambayo ni nzito sana kwa wanafiki, min alfajri wal ishai, kuliko swala ya alfajiri na salatu ya isha. Na hii ni kwa sababu watu wengi wanakuwa hawawaoni, ndio maana swala hii inakuwa kwao ni nzito, lakini swala ambayo inatekelezwa wakati wa usiku kwenye giza. Kwa hiyo bila shaka kwa imani yao munafiqun wanaona ya kwamba hawaonekaniki na watu. Kwa hiyo ndio maana swala hizi zimekuwa ni athqalu salat alaihim, ni swala nzito kwa wao. Walau ya'lamuna ma fihima, na lau wangelijua yaliyomo katika hizo swala mbili, katika thawabu na katika ujira, la atauhuma, wangeziendea hizo swala mbili, walau habwa, walau kwa kuburuta magoti, walau kwa kuburuta magoti, kama vinavyotambaa mtoto mdogo vile kwa kuburuta magoti, basi wangeziendea hizo swala kwa sura hiyo, kutokamana na fadhila zake na ujira wake. Na hadithi hii ni hadithi tawil, hadithi ndefu, hata Imam Muslim pia ameipokea, lakini mwisho wa hadithi hii kunaonyesha ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa hukumu yake ya kwenda kuzichoma nyumba zao, mpaka akafikia kiwango cha kuacha jamaa na kumpa mtu mwingine aswalishe,
kisha yeye aondoke na kikundi cha watu wengine wakiwa wamebeba mizigo ya kuni kwenda katika nyumba za watu hao kwenda kuzichoma kutokamana na takhalufu yao ya salatu alfajr. Na tumepita kidogo katika sehemu ya fadhila ya swala alfajiri, tumeona ya kwamba inna salata alfajiri kana mashhuda, kika swala alfajiri imekuwa ikishuhudiwa na malaika. Swala hiyo imekuwa ni yenye kushuhudiwa na malaika, kwa ina fadhila kubwa. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anahimiza ya kwamba tujitahidi ya kwamba mtu asiingie kwenye sifa hizi, asiingie kwenye sifa hizi. Na mwisho ni kwamba a'malul munafiqin, matendo ya wanafiki yote yamejengeka kwenye msingi mmoja. Matendo ya wanafiki yote kwa ujumla wao yamejengeka fi aslin wahid, katika msingi mmoja, wa huwa at-tarai, ni kuonekana. Matendo yao yote hawayafanyi lillahi subhanahu wa ta'ala, bali msingi unaowadhuru wao ni at-tarai, ni kule kutaka kuonekana, kutaka kusifiwa, kutaka kupewa hadhi fulani wa ila ghairi dhalik. Kwa hiyo hilo ndio linalowatesa, yurauna an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila. Wao kazi yao ni kuwaonyesha watu ya kwamba wao walifanya hivi, walifanya vile, walifanya hivi, walifanya hivi, au wao matendo yao wanayafanya ili fulani awaone, ili fulani wasifie, ili fulani wafanyaje. Kwa hiyo wakati huo usiku sio mtu ni wakati ambao wao hawaonekaniki. Kwa hiyo ndio maana swala hizi zinakuwa ni nzito kwa wao. Hadithi inayofuata, mlango unaofuata, babu man jalasa fi almasjidi yantadhiru as-salata wa fadli al-masajidi. Babu, mlango unaozungumzia man jalasa fi almasjidi, aliyekaa msikitini, tukaa msikitini, yantadhiru as-salata, akisubiri swala, anangojea swala. Mtu akawa amekaa tu msikitini, anatoka anarudi, anakaa msikitini mpaka ile swala inaqimiwa, yeye yuko ndani ya msikiti. Mtu huyu anahesabika kama vile tayari yupo ndani ya swala. Wa fadli almasajidi, na fadhila vile vile za misikiti. Wa anhu ay Abi Huraira, na imepokelewa kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, sab'atun watu saba, yudhilluhumullahu fi dhilli, yudhilluhumullahu, atawapa kivuli Allah, yudhilluhumullah, atawapa kivuli Allah, fi dhillihi, katika kivuli chake, yawma la dhilla illa dhilluh, siku ambayo la dhilla, hakuna kivuli, illa dhilluhu, isipokuwa kivuli chake subhanahu wa ta'ala. Kuna watu saba special wa maalumu watakipata kivuli cha Allah siku ya Kiyama, kivuli ambacho siku hiyo kutakuwa hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake subhanahu wa ta'ala. Na makusudio ya kivuli katika hadithi hii, makusudio ya kivuli katika hadithi hii ni arshi Allah subhanahu wa ta'ala, ndio ambayo itakayo wafunika na kivuli, ndio makusudio ya kivuli. Sio mtu kusema kwamba ni yeye mwenyewe Allah watakuwa wanapata kivuli chake yeye kama yeye, hapana, bali kinachokusudiwa hapa ni arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni ile arshi yake ndio itakayokuwa imewakinga. Na hii imethibiti kama vile kwa Imam Ahmadi na Imam Tirmidhi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man nafasa an gharimihi, yeyote yule ambaye atakayemuondoshia tabu, atakayemuondoshia uzito mdeni wake. Man nafasa an gharimihi, yeyote yule ambaye atakayemuondoshia au atakayemuondoshia uzito yule anayemdai, au maha anhu, au akamfutia lile deni kabisa, bwana basi bwana nimekufutia ile deni, sikudai tena. Kana fi dhilli al-arshi yawm al-qiyamati,
atakuwa katika kivuli cha arshi siku ya kiyama, atakuwa katika kivuli cha arshi siku ya kiyama. Kwa unaona dhil, kivuli kinachotajwa hapa ni kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtume anasema watu 7 watapata kivuli cha Allah subhanahu siku ya kiyama, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake. Mtu wa kwanza al-Imam al-Adil, ni Imam al-Adil, imamu mwadilifu, kwa maana kiongozi ambaye ni adil. Na wanataja kwamba al-imamu hapa anayekusudiwa wa kwanza kabisa ni Imam al-Am, al-Imamu al-Am, yule kiongozi wa ujumla, kwa maana kiongozi wa nchi, kiongozi wa dola, kiongozi wa mamlaka fulani, ndio anaingia hapa al-Imamu al-Adil. Na wanaingia pia chini yake wengine, kama vile kuingia sahibul bait, mwenye nyumba, pia mtu ambaye na familia yake nyumbani kwake, na yatakikana na adlu. Na wakasema katika adlu ya mwenye nyumba ni almusawat baina auladi, ni kuwafanyia usawa sawa na uadilifu watoto wake, kama tulivyotaja hadithi nyuma huko ya baba yake Bashir au Bashir, mzee Bashir alipokuwa alipompeleka Nu'mani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Rasulullah, huyu mtoto wangu huyu mshuhudie, nimempa sehemu katika mali yangu, katika mali yangu nimempa huyu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, aw ma fa'alta dhalika li auladika kullih, je, hilo umewafanyia watoto wako wote ulionao? Na kuna watoto wengi wewe, je, hii khairi ya kumpa mali umemfanyia fulani na fulani na katika watoto wako, au ni yeye tu? Akasema lahu wahda, ili ni la kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa ashhid bidhalika ghairi, nenda kamtafute shahidi mwingine asiyekuwa mimi ashuhudie hii ili nolifanya wewe, nenda kwa mwingine huko ndio awe shahidi, lakini sio mimi. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hata uadilifu pia ni kwa mzazi ambaye anasema, washabun nashaa fi ibadati rabbih, na shabun, na kijana ambaye nashaa, amekulia, fi ibadati rabbih, katika kumwabudu Mola wake. Shabun nashaa fi ibadati rabbih, ametoja kijana kwa sababu ndio nguvu kubwa ya kutumia ujana wake, au kutumia nguvu zake zinapatikana kwenye ujana wake. Kwa hiyo kijana ambaye amekuwa kwenye makuzi ya kumwabudu Mola wake, naye pia atapata kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Haina maana ya kwamba mzee ambaye amekulia kwenye malezi ya kumwabudu Allah yeye haingia, hapana. Kumetajwa ujana kutokana na kwamba ndio kipindi ambacho watu wengi, au ni kipindi ambacho mtu anakuwa ameghafilika kwa kiasi kikubwa sana, ameghafilika kwa kiasi kikubwa mpaka kwenye sheikhuha, kwenye uzee kule ndiko mtu anapoanza kuamka na kuzinduka. Kwa hiyo ujana ule akautumia katika kumwabudu Allah subhanahu, basi kwa hiyo nguvu aliyotumia hapo atapata pia kivuli cha Allah subhanahu. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, mtu mwingine nasema wa rajulun, na mtu ambaye qalbuhu, moyo wake, mu'allaqun bil masajid, umefungamanwa na misikiti. Yani yeye akienda anafanya shughuli zake, kile unapita muda karudi tena, anakaa vile mpaka swala inamkuta ndani ya msikiti, anafanya shughuli zake haraka haraka, huyo karudi msikitini. Na huyu naye pia anaambiwa wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, na huyu ndio mahali shahidi ya hadithi. Huyu ndio makusudio ya mlango huu katika hadithi hii. Wa rajulani tahabba fillahi, na watu wawili ambao walipendana kwa ajili ya Allah, yani kwa yale mambo ambayo yanawakurubisha kwa Allah, ndio akapendana kwa haya. Kampenda mwenzake kwa sababu huyu bwana yuwadhibu ani dini, ni mtu ambaye anaichunga dini, ni mtu ambaye ana istiqama, ni mtu ambaye anamkumbuka Mola wake, ni mtu ambaye tukikaa naye ananikumbusha mambo ya akhera. Basi wakapendana kwa hivyo tu, hapakuna mambo mengine yote. Ijtamaa alaihi, wanakuwa pamoja kwenye jambo la dini la Allah, wanakuwa pamoja, wanashikamana kwenye lile jambo la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana wataendelea kupendana, wataendelea kusaidiana, wataendelea kupeana kila aina ya nguvu pale ambapo watakapokuwa wao kwa wao
wameshikamana katika jambo la dini. Watafarraqa alayhi, na wanatengana pia juu ya jambo la Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kile kipindi ambapo huyo fulani na muasi Allah, huyo fulani huyo fulani ana jitahidi katika kumtendea khairi Allah subhanahu, naam, wanakuwa naye pamoja. Huyu fulani hapa wakati huu sasa asi, anamkosea mwana wake, nasaha, kumbusha, jitahidi kujikurubisha kwake, jitahidi kwa kadri anavyoweza. Kaona mwenzangu huyo tayari ishakuwa mtihani, fatafarraqa alayhi, wakaachana juu ya jambo la Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya yapo kwenye Qur'ani. Hii ndio sasa inaitwa nini? Inaitwa alwalau albara, mpenda mtu kwa ajili ya Allah. Muda wako yuko ni taa, naam, tuhibbu, unampenda, lakini pale ambapo anapoamua yeye kuwa asi, kuwa fasiki, kuwa kadha kadha, basi huyo najitahidi kumvuta, kumnasii, nakataa, basi unamwacha. Bali pia ingewezekana kama ataendelea kufanya ubaya, pana haki pia hata kutangaza uadui na yeye, pana haki kutangaza uadui na yeye, kama alivyosema Ibrahim alayhi salam kuwaambia watu wake, qad badatil baghdha'u la fabada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ibrahim na watu wake waliotangazia kabisa watu wao, sisi tayari chuki na nyinyi imeshadhihiri, hatutakuwa tena na mapenzi na nyinyi, sisi tayari sisi na nyinyi ni maadui, hatta tu'minu billahi wahdah, mpaka mtakapo muamini Allah peke yake. Kwa hiyo mtu mwingine huyo, qala wa rajulun talabatuhu imra'atun, na mtu ambaye talabatuhu alimtaka, yani yeye kuna mwanamke, imra'atun, mwanamke alimtaka huyo mtu wa kiume, mwanamke ambaye dhatu mansibin wa jamalin, dhatu mansibin, mwenye cheo, wa jamalin, na uzuri. Mwanamke mwenye cheo, na bila shaka cheo kinasababisha mwingine kuwa dhalili. Kisha kuwa na cheo mwanamke, yeye si ni mkurugenzi au ndo nani, malkia au nani, ana nafasi ya kumvuta yote anayemtaka katika watu, kumkaribisha tu. Lakini pia wa jamalin, na kivutio kingine hicho jamalin, wa jamalin, na mwenye uzuri. Na mwanamke mraatul azizi, mwanamke yule azizi wa kiongozi wa mfalme Nabiullah Yusuf, alivutiwa na Yusuf kwa sababu ya nini? Jamal, kwa sababu ya uzuri tu. Kwa hiyo vitu vinavyoweza kumvuta mtu katika uchafu ni viwili tu, manasibun wa jamal. Cheo alichokuwa nacho mwanamke kinaweza kukuvuta kwenye kila aina ya shari. Cheo chake kile, nafasi yake alionayo kwenye ngazi za serikali, ngazi za nchi, ngazi za nini, ana cheo fulani, ukoo wake ni mkubwa na nini, inawezekana likakuvuta kujishawishika na yeye, au yeye akatumia cheo chake kukuvuta wewe na kukushawishi. Moja. Mbili, jamaluha, uzuri wa mwanamke na usemaji. Uzuri wa mwanamke unaweza kukugharimu wewe kwenye maisha yako, kukugharimu kafikia mpaka ukaishiwa kabisa, kawa una chochote kwa sababu ya uzuri wake alionao, ukatoa gharama kubwa, tena ukatoa hata vile ambavyo ni anfasu ashia, ukatoa mpaka vile vitu vikubwa vyenye thamani kwa sababu ya uzuri wake. Sasa mwanamke akitumia viwili hivi, basi ni vyepesi sana kumvuta mtu, vyepesi sana. Uzuri na mansiba na mali, akikwambia wewe vyovyote vile, pana uwezekano wa asilimia kubwa, illa man rahimahullah, kuingia kuna uchafu. Kwa hata Nabiullah Yusuf, mwanamke yule alikuwa amekusanya vitu vyote viwili. Mwanamke yule mraatul aziz alikuwa na vyote viwili. Kwanza alikuwa ni dhatu mansibi, ni mwanamke dhatu mansibi, ana cheo, ni mke, yani ni mke wa mfalme, cheo tayari kikubwa hicho, ndio mfalme mwenyewe huyo. Halafu nafasi ya pili, mwanamke yule alikuwa ni jamal, yani alikuwa jamila, alikuwa ni mzuri, lakini pia Yusuf naye alikuwa ni mzuri. Sasa ule uzuri wa Yusuf ulizidi zaidi, ule uzuri wa Yusuf ulizidi zaidi, mpaka wanawake wengine pia nao waliuona uzuri wa nani? Wa Yusuf alayhi salam.
wa rajulun talabatu imra'atu dhati mansibin wa jamal, kimtaka kwenye uchafu, kwenye zina, kumtaka afanye naye uchafu. Faqala, yule bwana akasema, inni akhafu Allah, kika yangu mimi ninamuogopa Allah. Hadithi hichi kipengele hichi wanasema bitauhidi, kwa tauhidi yatawaqqa an-nasu an isyani, watu wanajiweka mbali kwenye wasi bitauhidi. Na faida ya tauhidi, yani bitauhidi, kwa tauhidi yatawaqqa an-nasu, watu wanajiepusha, wanajiweka mbali an al-isyan, na maasi. Yani mtu anapokuwa na hofu na Mola wake, anajua Mola wangu mimi ananiona, usayuhasibuni yawm al-qiyamah, na atanihesabu siku ya kiyama, hawezi kuiba, hawezi kupora, hawezi kudhulumu, wala hawezi kufanya uzinifu, hawezi kufanya uzinifu. Kwa sababu ya nini? Yakhafu Allah, anamogopa Allah subhanahu. Lakini pale ilipodhoofika tauhidi kwenye nyoyo za watu, ilipodhoofika hofu ya Allah subhanahu, ndio watu wakawa na iktiraf, wakaingia kwenye kila aina ya machafu, kila aina ya madhambi, wala mtu ajali, nafanya tu takalokuwa na lime to shauri lake, shauri yao, shauri yao, shauri yake, shauri yake, hivyo hivyo. Bana, acha nifanye kwa sasa hivi bana, nina nguvu. Lakini huyo inni akhafu Allah, ile hofu ya Mola wake ilivyojaa kwenye moyo, nuru ya hofu ya Mola wake inamwambia koma wewe, koma kabisa kuliendelea hilo jambo. Nafsi yake inamwambia hivyo. Na hii tulipita pia kwenye watu watatu wale, mmoja katika hao alisema, nilimpenda binti wa ammi yangu, kufanya naye uchafu. Tulipokuwa tumekaa kwenye kuliendea tendo hilo, mwanamke yule kaniambia, binti yule kaniambia, usifungue pete ambayo sio haki yako. Lile neno ittaqillah, kama ittaqillah, muogope Allah, usifungue pete ambayo sio haki yako. Lile neno tu ittaqillah, akamsukuma mbele pale, akamwacha mwanamke na akampa hela yake, wala hakumdai tena. Bil khawfi, kwa hofu ya Allah subhanahu, bitauhidi. Wanadamu wanajiepusha sana na maasi sana kabisa, lakini inapokosekana tauhidi, kila mtu anafanya analotaka, anaona kama Allah rafiki yake vile, tansamehe tu. Kalla, sio hivyo. Kwa hiyo mtu huyo akasema, inni akhafu Allah, kika yangu mimi ninamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Yusuf alisemaje? Ma'adha Allah, si ndio? Yusuf alayhi salam alisema ma'adha Allah, innahu rabbi ahsana mathwaya, najikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyu bwana wangu, huyu ni bosi wangu, huyu amenilea kwa uzuri sana, siwezi kufanya uchafu huu. Ma'adha Allah, Yusuf anasema hivyo, najikinga kwa Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya, huyu ambaye ni mume wako wewe ni bwana wangu mimi, amenilea tena kwa uzuri sana, siwezi nikafanya uharibifu wa namna hii, sifanye uharibifu wa namna hii. Kwa hiyo kuonya kwamba tauhidi ni moja ya msingi mama wa kuilea jamii. Qala, sema wa rajulun tasaddaqa, na mtu mwingine yule ambaye ametoa sadaka, akhfa, akaificha, katoa sadaka lakini kwa kuficha, taki mtu yote ajue, katoa sadaka yake kwa uficho. Hatta la ta'lama shimaluhu, mpaka usijue mkono wake wa kushoto, ma tunfiqu yaminuhu, kile ulichokitoa kulia kwake, kile ambacho imekitoa kulia kwake. Na ama ile hadithi inayosema hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimalu, hiyo haiko sahihi, sio sahihi. Hiyo hadithi haiko hivyo, ni makosa. Hadithi sahihi ni hii, kusema hivi, mpaka usijue mkono wa kushoto kile ambacho kimetolewa kwa mkono wa kulia. Na hii ni dalili ya wazi pia, anna al-yumna, kwa mkono wa kulia, yumna bihi, hupitiwa baraka kupitia mkono huu. Kwa maana kuna khairi nyingi zinatendwa na mkono wa kulia, khairi nyingi zinatendwa na mkono wa kulia. Miongoni mwa hivyo, na tayammanu bihi, yani tunapata baraka, tunapata khairi kwa kupitia mkono wa kulia, na mno wanavyoyatenda matendo mema kwa kupitia mkono wa kulia. Kama hivi sadaka yatolewa kwa mkono wa kulia, musafaha unakuwa kwa mkono wa kulia, tukupiana mkono inakuwa kwa mkono wa kulia. Lakini pia vile vile hata baadhi ya mambo mazuri, qiraatul Qur'ani, masul masahifi, kushika misahafu, kusoma Qur'ani kutakuwa kwa mkono wa kulia. Mtu yushiru bil yadi al-yumna, anashiria kwa mkono wa kulia. Lakini pia kusoma Qur'an, kusoma Qur'an
atumia mkono wa kulia, anashika kwa mkono wa kulia. Kuna mengineyo katika mambo ya khairi, ya baraka. Kwa hiyo mtu kumsaidia mtu kimya, hakuna mtu kote kujua, na jambo linaenda, maisha yanaenda hivyo hivyo. Hii ni katika sadaka ambayo itamfanya mtu siku ya kiyama apate kivuli cha Allah. Mtu wa mwisho, wa rajulun dhakara Allah khaliyan, na mtu ambaye dhakara Allah, amemtaja Allah subhana, khaliyan, akiwa peke yake, akajitenga peke yake, akaanza kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kumbuka fadhila zake, khairi zake, neema zake, kamtoa wapi, hivi sasa yuko wapi, mangapi kafanywa na Mola wake, kaepushwa na mangapi, akamkumbuka Mola wake kwa mengi. Fafadhat aina, yakabubujika machozi, ainahu, macho yake mawili, chozi akamtoa kabisa. Na hadithi nyingine imekuja fi al-Bukhari kwamba hatoingia peponi, hawezi kuingia peponi yule ambaye bata, amelala usiku, wa ainuhu, na jicho lake, tadhrifu dam'an, linabubujika machozi. Huyo mtu hawezi kuingia peponi. Yani bimaana mtu ambaye chozi lake limebubujika, limemwagika lillah, kwa ajili ya Allah, huyo hawezi kuona moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kamkumbuka Mola wako, yani hapa maana kumkumbuka maana yake ukakumbuka khairi za Mola wako, mazuri ya Mola wako, kukumbuka kusoma Qur'ani, kusikia maneno ya Allah yanavyokuumiza, yanavyokuharibu, yanavyokugusa kwenye moyo wako, yanavyogusa hisia zako. Fafadhat ainak, macho yako yakabujika machozi, ukalia lillahi subhanahu wa ta'ala. Mtu huyo atapata arshi Allah, lakini aini hayo, macho hayo mawili hayawezi kupata moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu baka min khashyati Allah. Aktharu nnas bukaan min as-sahaba Abu Bakr as-Siddiq, mtu aliyekuwa anaongoza kwa kulia kwa machozi makali ni Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu. Bali imetajwa kwamba Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu alikuwa imamu akiswalisha yeye yuko nyuma, analia mlio kama, sikwambie mlio namna gani, yani kama vile, sikwambie mlio sauti gani, unaweza kunielewa hiyo sauti, yani kile kilio kama vile mtu ana kitu kimemkwama kwenye shingo hapa. Watu wote wanamsikia msikitini radhiallahu anhu li shiddati bukai. Lakini pia Umar bin Khattab al-Faruq, Abdurrahman ibn Auf anasema tulipotoka naye kumhudumia yule mama na wale watoto usiku, Abdurrahman ibn Auf anasema tulitoka na Umar usiku ule tukaenda kuswali alfajiri. Anasema Abdurrahmani, fama sami'tu qira'ata Umara qat, sikuweza kusikia kisomo cha Umar bin Khattabi li shiddati bukaihi, kwa ukubwa wa kilio chake. Salatu al-fajr, Umar baada ya kulikumbuka lile tendo alilofanya kwa kumhudumia yule mama yule na watoto wake usiku, asubuhi alfajiri akaswalisha yeye. Abdurrahman ibn Auf anasema sikuweza kusikia kisomo cha Umar, sikuweza kusikia kwa namna alivyokuwa analia kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo unaona ya kwamba haya machozi haya macho yetu haya ni dalili, ni uthibitisho wa wazi, tukiyatumia vizuri katika kumlilia Mola wetu na kuathirika na maneno ya Mola wetu, ni uthibitisho wazi kwamba yatakwenda kututolea uthibitisho sisi mbele ya Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Sababu viungo vyote, mdomo utafungwa, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, yani huu mdomo utafungwa. Kwa hiyo kuna viungo vitakavyokuwa vinazungumza. Ni ubora viungo vikutolea ushahidi wa kheri kuliko viungo vikutolea ushahidi mbaya. Bora kabisa viungo vikutolea ushahidi wa kheri kuliko kutolea ushahidi mbaya, tena maangamivu, ni vibaya sana. Kwa hiyo macho haya ni uthibitisho wa wazi ya kwamba vitakuwa viungo hivi viwili vitakuwa ni mashahidi mbele ya Allah subhanahu juu ya muhusika wake. Wa rajulun dhakara Allah khaliyan, ulishawahi kukaa chini ukamkumbuka Mola wako pa ukalia wewe? Kumbuka kheri ambazo Mola wako akakupa. Angalia kheri zako ulizopewa na Mola wako, angalia neema ambazo Mola wako akakufungulia, alafu iangalia dini yake, angalia taa yako kwake, angalia
kujitoa kwako na kwingine katika mambo mazuri. Angalia, jipime, unastahiki kweli? Unastahiki kweli? Sasa mtu atakayejifungia akakaa pembeni peke yake, sio na watu, khalian, watu wamelala, chumba chake katengeneza pale, musalla wake kakaa mule ndani, au chumbani kwake mwenyewe kazima taa, ima akamwamsha mke wake, hoja mwamsha, akampiga kwanza yeye, baada ya kumwamsha mke wake akamkumbuka Mola wake, chozi likamtoka. Wako baadhi ya matabi'i panaambiwa hizi asjam ni hizi njia hizi hazijawahi yani ni njia zao hizi, hata ukikutana nao mchana hivi, hata anawe yani hata anayo maji hivi, weusi haufutiki kwenye hizi njia mbili. Weusi haufutiki lishiddati bukai, kwa kiwango cha juu kulia kwao. Unajua mtu anapolia anaisemesha nafsi yake kwa uchungu sana, namna ambavyo alivyokuwa ni mukassir, yani ana uzembe, ana mapungufu makubwa, ndio maana analia. Kwa ile pale ni kama taadibu nafsi, kama vile anayadabisha nafsi yake. Kwa nini unakuwa hivi? Kwa nini wewe sio mtu namna hii? Kwa nini wewe sio binadamu namna hii? Yani kile kitendo cha kuilalamikia nafsi yake. Kwa nini wewe sio mtiifu kwa Mola wako? Kwa nini usiwe hivi? Kwa nini usiwe hivi? Hujui kama kuna janna kesho, hujui kama kuna nar. Wewe unaweza kuvumilia adhabu ya kaburini, unaweza kuvumilia adhabu ya motoni. Vile anavyoisema nafsi yake, ndio uchungu unamwijia kwenye macho yake, ndio uchungu unavyomwijia kwenye nafsi yake. Macho hayo yanakubujika machozi kadri anavyohesabu na anavyoiadabisha nafsi yake. Wallahu tabaraka wa taala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.